tuanze tusalimiane. Hii boss. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na meza kuu yote ya Tanga itifaki nimeizingatia. Mimi ninayezungumza kwa sasa naitwa Deogratias Cosmas Bahimila. Mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa vijana wa Chadema tunaitwa Babisa. Kwa sababu ya muda na kwa sababu sisi ni vijana, naomba nipige fupi kali hapo nipumzike niwaachie viongozi wangu wazungumze na nyewe watu wa Tanga. Jambo la kwanza, Waswahili wanasema ukiwa muongo ni muhimu ukawa na kumbukumbu. Ukiwa muongo au usipokuwa na kumbukumbu ni rahisi sana watu wakaujua uongo wako na wakajua wewe ni muhuni, hawatakuamini tena. Sasa sifa ya Chama cha Mapinduzi, hawa watu ni waongo na kumbukumbu zao ni ndogo sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kwa mujibu wa takwimu za sensa za mwaka 2022 zinatambua kwamba kati ya Watanzania milioni 63 waliopo kwa sasa, Watanzania karibu milioni 21 wana umri kati ya miaka 15 mpaka miaka 35. Nyewe watu wa Tanga mko karibu watu milioni 2.6, lakini kati ya watu hao watu 900,000 na karibia 15,000, 900,000 na 15,000 ni wana umri kati ya miaka 15 mpaka miaka 35. CCM kwa kutambua hilo, juzi kwenye kikao chao kule Dodoma wakati wanazindua ilani yao ya uchaguzi, wamesema kwa kipindi cha miaka 5 kwenye ilani yao ya uchaguzi wana nia ya kutengeneza ajira milioni 8. Sasa kwa sababu ni waongo, hawana kumbukumbu. Na ukifikiria CCM, unajua vijana wa CCM wengi ni viraza, wengi akili zao ni ndogo. Sasa hata leo mimi nikiamua kutumia akili ndogo za kufikiria kama ambavyo vijana wa CCM huwa wana akili ndogo, nikitumia tu na akili zao wenyewe, mwaka 2023 Rais Samia akiwa Zanzibar alisema kazi ya kutengeneza ajira sio kazi ya serikali. Sasa kama Rais Samia na vijana wa CCM mmezoea kusema rais hasemi uongo, na mimi nasema rais ya kusema uongo kwamba kazi ya kutengeneza ajira sio kazi ya serikali, na muunga mkono Rais Samia. Sasa kama rais wa nchi alisema kazi ya kutengeneza ajira sio kazi ya serikali, nyie CCM na ilani yenu ya uchaguzi mnapotuahidi vijana wa Tanzania kwamba mtatengeneza ajira milioni 8, mmelitoa wapi hilo? Hizo ajira mnazitengeneza kama wakina nani? Juzi kwenye kikao chao CCM Dodoma, Rais Samia amesema kwamba CCM imeshashinda uchaguzi tayari. Sasa kama CCM mnajua mmeshashinda uchaguzi, kwa nini mwaka huu mnasema ni mwaka wa uchaguzi? Kwa nini mnataka sisi Chadema twende tukashiriki huo uchaguzi ili iweje kama mmeshashinda uchaguzi? Na mnasema mmeshinda uchaguzi kwa sababu Rais Samia anasema hivyo kwa sababu wanafahamu yeye ndiye aliyemchagua mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, na yeye ndo anayejua kwamba matokeo ya urais hayapingwi kwenye mahakama yoyote kwenye taifa hili. Rais Samia anajua uchaguzi wa taifa hili unasimamiwa na wakurugenzi, unasimamiwa na watendaji wa kata, unasimamiwa na watendaji wa vijiji, unasimamiwa na walimu, na hao wote ni waajiriwa wa serikali, hao wote ni waajiriwa wa Samia, na hao wote hawawezi kufanya chochote ambacho yeye atawaagiza wakifanya. Ndio maana sisi vijana wa Chadema tunaunga mkono msimamo wa chama wa no reforms no election, kwa sababu tunaamini Watanzania hawana nafasi ya kuamua nani awe kiongozi wao kupitia Tume ya Taifa ya Uchaguzi iliyopo kwa sasa. Yako mambo hapa ameyasema dada yangu Osmayemba. Wako watu wanatuambia vijana wa Chadema, kwa nini mnamshangilia Gwajima? Ule Gwajima mnamwamini anayoyasema? Mimi naombeni kuambia sauti na msimamo wa vijana wa Chadema, ukweli utabaki kuwa ukweli hata kama utasemwa na shetani. Uongo utabaki kuwa uongo hata kama atakayeusema atakuwa ni rais wa nchi, atakuwa ni waziri mkuu, atakuwa ni nani,
kauli yake ya masuala ya utekaji, kwa sababu mambo hayo tulianza kuyasema siku nyingi. Vijana wa Chadema na msimamo wa Chadema toka siku nyingi ulikuwa ni kupinga utekaji na vijana kuuliwa ndani ya taifa hili. Kwa hatumuungi mkono Gwajima kwa sababu tunampenda sana, tunamuunga mkono kwa sababu amesema mambo ambayo ni mabaya ndani ya taifa hili, na yeye tunaungana mkono na yeye kwa sababu hiyo. Na siku na yeye akikengeuka akasema mambo mengine tofauti na haki, na yeye tutampinga hadharani. Jambo la mwisho, naomba kuwashauri na kuomba vijana wenzangu watano. Taifa hili, maisha ya vijana hayajawahi kuwa kipaumbele kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hivi deni la taifa limefika trilioni 97. Nyewe watu wa Tanga kama hamjui, kila uliopo hapa ukichukua trilioni 97 ukizigawa kwa Watanzania milioni 63 waliopo, kila Mtanzania anadaiwa milioni 1.5. Kwa hiyo kama serikali ya Chama cha Mapinduzi kila siku ya Mungu inakopa mapesa matrilioni ya shilingi, halafu pesa hizo wanazozikopa haziwagusi vijana na maisha yao, hakuna haja ya kuendelea kuiunga mkono CCM na serikali yao, kwa sababu yenyewe mambo yote inayoyafanya sio kipaumbele kwa vijana wa taifa hili. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Tutarudi siku nyingine kuzungumza na nyinyi watu wa Tanga. Asanteni sana. Nimsikia mwenyekiti wa